Zenye tija, ukweli na burudani. Sikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kupokea Afrika Leo mchana, jinsi inavyoenda kupokea kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Urusi haina nia ya kushambulia nchi ya EU au NATO, Lavrov asema. Ushelisheli kuandaa duru ya pili ya uchaguzi wa urais. Chama kinachoungwa mkono na Umoja wa Ulaya chapata ushindi mkubwa katika uchaguzi licha ya madai ya kuingiliwa na Urusi. Wakenya waliojikuta katika vita nchini Urusi waokolewa. Uchina yafungua daraja kubwa zaidi duniani. Takribani watu 4 wafariki na wengine kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi kanisani huko Michigan, Marekani. Na boti dogo laweka rekodi ya kubeba wahamiaji wengi zaidi kwenye kivuko. Naam. Natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Ushelisheli inatarajiwa kufanya marudio ya uchaguzi wake wa urais kati ya wagombea wawili wakuu baada ya kukosekana kwa mshindi wa moja kwa moja wa uchaguzi huo. Kiongozi wa upinzani Patrick Haminie alipata 42.8% ya kura ya urais. Aliyoko madarakani Wavel Ramkalawan ambaye alipata kura 46.4%, tume ya uchaguzi imetangaza. Kulingana na kanuni za uchaguzi, mgombea lazima apate zaidi ya 50% ya kura ili kutangazwa mshindi. Duru ya pili ya uchaguzi huo sasa imeratibiwa kufanyika wiki ijayo. Ushelisheli ni nchi ndogo zaidi barani Afrika katika bahari ya Hindi na idadi ya zaidi ya watu 120,000. Wagombea 8 waliwania urais katika uchaguzi uliofanyika wa wiki iliyopita. Chama kinachoungwa mkono na wilaya cha rais wa Valdova Maia Sandu kimepata ushindi mkubwa wa ubunge katika uchaguzi unaonekana kuwa muhimu na mustakabali wa nchi yake kuelekea Umoja wa Ulaya. Sandu alikuwa ameonya kuhusu uingiliaji mkubwa wa Urusi baada ya kupiga kura, akisema mustakabali wa nchi yake inayozungukwa na Ukraine na Romania uko hatarini. Chama chake cha Action na Solidarity PAS tayari
kilikuwa kimepata 50% ya kura, huku kura nyingi kati ya 1.6 milioni zikiwa zimehesabiwa, kukiwa kifua mbele ya muungano unaopendelea Urusi ulio chini ya 25%. Waliojitokeza walikuwa 52%, idadi ya juu kuliko miaka ya hivi karibuni. Mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani, Igor Dodon, alikuwa amedai ushindi hata kabla ya matokeo na akaitisha maandamano nje ya bunge siku ya Jumatatu. Serikali ya Kenya inasema ujumbe wake huko Urusi umeokoa na kuwarudisha raia watatu ambao walisafirishwa kwenda nchini humo. Hili linawadia wiki moja tu baada ya Wizara ya Mambo ya Nje kusema ilikuwa inafuatilia ripoti ya Wakenya kadhaa zinazodai walilazimishwa kuingia kwenye jeshi la Urusi na baadaye kutekwa kama wafungwa wa vita huko Ukraine. Katika taarifa kwenye vyombo vya habari vya kijamii, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Kenya, Korir Sing'oei, amesema wanaume wawili na mwanamke mmoja wako salama na wanarudi nyumbani kwa familia zao. Tangazo hilo lilifuatia operesheni ya usalama jijini Nairobi mwishoni mwa wiki iliyopita, ambapo viongozi waligundua kile wanachoamini kuwa ni kikundi cha usafirishaji watu kilichoshawishi raia na idadi za kazi kwenye faida kubwa huko Moscow. Lakini baada ya kuwasili, wanajipata wamelazimishwa kuingia katika jeshi la Urusi na kuelekezwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya Ukraine. Kesi hiyo ilivutia nadharia baada ya jeshi la Ukraine kutoa video ya wanariadha wa Kenya ambaye alisema alidanganya kujiunga na jeshi la Urusi na aliomba kurudishwa nyumbani. Uchina imefungua rasmi daraja kubwa zaidi duniani kwa umma. Daraja la Grand Canyon la Huangjiang lina urefu wa mita 625 sawia na fiti zipatazo 2083 juu ya bonde katika mkoa wa Guangzhou. Wenye mamlaka wamesema daraja hilo inapunguza muda wa kusafiri kati ya pande mbili za bonde hilo kutoka saa 2 hadi dakika 2. Mapema mwaka huu, mnamo Agosti, timu husika ilifanya majaribio ya kuendesha malori 96 kwenye sehemu zilizotengwa ili kuangalia uadilifu wa muundo wa daraja hilo. Daraja hilo sasa limeweka rekodi ya daraja kubwa zaidi ulimwenguni lililojengwa katika eneo lenye mlima. Takribani watu 4 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mtu mwenye silaha kuliendesha gari katika kanisa la Michigan, kufuatua risasi na kuchoma jengo hilo, polisi wanasema. Maafisa wamesema shambulio hilo dhidi ya kanisa la Jesus Christ of Latter-day Saints huko Grand Blanc, mji ulio umbali wa maili 60 kilomita 100 kaskazini magharibi mwa Detroit, ilitokea katika wakati wa ibada ya Jumapili iliyovutia mamia watu. Mshukiwa huyo aliyetambulika kwa jina la Thomas Jacob Sanford, miaka 40, kutoka Baton, Michigan, baadaye aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika eneo la kuegesha magari la kanisa. Mamlaka inachunguza tukio hilo kama kitendo cha vurugu zilizolengwa, lakini wanasema nia bado haijafahamika. Boti dogo lilivuka kivuko siku ya Jumamosi ikiwa limebeba wahamiaji 125, idadi kubwa zaidi kuwahi kusafiri katika chombo kimoja cha aina hiyo. Rekodi hiyo imepita ile iliyowekwa mwezi Agosti, wakati watu wapatao 106 walipojaribu kuvuka na kutumia boti moja. Takwimu kutoka ofisi ya mambo ya ndani zinaonyesha wahamiaji 895 walivuka kivuko cha boti 12 siku ya Jumamosi, wakati karibu watu wapatao 33,000 wamefanya hivyo tangu kuanza kwa mwaka 2025. Hili lilitokea baada ya mhamiaji mwingine kufariki akijaribu kuvuka kivuko na mwili kupatikana Jumapili asubuhi kwenye ufuo karibu na Boulogne Sama, kaskazini mwa Ufaransa, kulingana na shirika la habari la AFP. Raia wa Marekani aliyeshikiliwa na kundi la Taliban nchini Afghanistan kwa muda wa miezi 9 ameachiliwa huru kufuatia mazungumzo yaliyoongozwa na wapatanishi wa Qatar, maafisa wamesema.
Mwanamume huyo aliyetambulika kwa jina la Amiri ni Marekani watano kuachiliwa kutoka kizuizi cha nchini Afghanistan mwaka huu. Alikuwa njiani kurejea Marekani siku ya Jumapili. Waziri wa mambo ya Marekani wa nje wa mambo ya Marekani Marco Rubio alishukuru Qatar kwa juhudi zake za kidiplomasia zisizochoka ambazo amesema ni muhimu katika kufanikisha kuachiliwa kwa bwana Amir. Sababu ya kuzuiliwa kwa bwana Amir bado haijabainika, ambapo Rubio amesema kuwa alizuiliwa kimakosa. Waziri huyo wa mambo ya nje wa kuwa raia zaidi wa Marekani bado anazuiliwa kinyume cha sheria nchini Afghanistan, na kwamba utawala wa Trump ulikuwa ukifanya kazi ya kuachiliwa huru. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema iliwezesha kuachiliwa kwa bwana Amir na kwamba alikuwa njiani kuelekea Doha kabla ya kusafiri kwenda Marekani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kukamilisha pendekezo la mpango wa amani wa Gaza katika mkutano wa Jumatatu na waziri wa mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Trump alifahamisha shirika la Russia siku ya Jumapili wakati wa vifaru vya Israeli vikisonga mbele zaidi katika mji wa Gaza, huku Hamas ikisema imepoteza mawasiliano na mateka wawili waliokuwa wameshikiliwa huko. Hatima ya mateka hao wawili waliosababisha hisia kali ndani ya Israel inaweza kuwa na athari mbaya kwenye mkutano kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Trump hii leo siku ya Jumatatu. Moja kwa moja tunajiunga na washirika wetu wa DW katika awamu ya pili ya ripoti za waandishi wa habari, ambapo tuko mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe mkwaju follow, vile vile penda, like na tufuatilie. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha pendekezo la mpango wa amani wa Gaza atakapokutana baadaye leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kikosi cha kijeshi cha Hamas al-Qassam Brigade kilitaka Israeli siku ya Jumapili kuwarudisha nyuma wanajeshi wake na kusitisha mashambulio ya anga katika mji wa Gaza kwa saa 24. Lilian Mtono na taarifa hiyo kwa kina. Wa Israel jana Jumapili kuondoka na kusitisha mashambulizi huko Gaza City kwa angalau masaa 24 ili wanamgambo hao wapate nafasi ya kuwasaka mateka hao ambao hatima yao inaweza kuibua kiwingu kwenye mkutano huu wa leo kati ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais Trump. Trump ameliambia shirika la habari la Reuters kupitia mahojiano kwa njia ya simu kwamba amepata mwitikio mzuri mno kutoka Israel na viongozi wa mataifa ya Kiarabu kuelekea pendekezo la mpango wa amani wa Gaza, na kwa maana hiyo ni dhahiri kwamba kila mmoja sasa anataka kufikia makubaliano. Kundi la Hamas hata hivyo limesema halijapata bado pendekezo lolote ama kutoka kwa Trump au kwa wasuluhishi. Israel ilianzisha mashambulizi makubwa ya ardhini huko Gaza City, ikiangusha majengo na kuagiza maelfu ya wakazi kuondoka katika kile ambacho Netanyahu anasema ni jaribio la kuliangamiza kundi la Hamas. Mpango huo wa Trump unataka kurejeshwa mateka wa Israel wakiwa hai ama wamekufa, Israel kutoishambulia tena Qatar, pamoja na duru mpya ya mazungumzo kati ya Israel na Palestina ya kuishi pamoja na kwa amani. Jana Jumapili, Netanyahu alikiambia kituo cha utangazaji cha Fox cha nchini Marekani kwamba Israel inafanyia kazi mpango mpya wa kusitisha mapigano, lakini bado kuna mambo wanayoendelea kuyashughulikia akishirikiana na timu ya Rais Trump. Netanyahu anazidi kuelemewa na shinikizo la kimataifa la kuvimaliza vita na hasa kufuatia mashambulizi yanayoendelea Gaza City. Nchini Israel, baadhi ya mawaziri wa serikali ya muungano ya Netanyahu wametishia kujiengua ikiwa serikali itakubaliana na mpango huo ama kuvimaliza vita kabla ya kuliangamiza kundi hilo la Hamas. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Yair Lapid ameahidi kuliunga mkono bungeni na chama chake cha Yesh Atid, ingawa bado haijulikani ikiwa vyama
vingine vya upinzani pia vitafuata mkondo huo. Huku hayo yakiendelea, jeshi la Israel mapema leo limesema limedungua makombora yaliyorushwa kutoka Yemen. Hata hivyo, hakukuripotiwa vifo wala majeruhi kufuatia kisa hicho. Mifumo ya kujilinda ya Israel wakati wote huwa tayari kuzuia maroketi na droni zinazorushwa kutokea Yemen. Tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas, waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wamekuwa wakiishambulia Israel kwa makombora na drone kama ishara ya kuwaunga mkono Hamas. Haya, asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Tutakuwa nafuatilia kwa kina ili tuweze kuelewa ni kipi ambacho kinajiri katika eneo hilo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Umoja wa Ulaya umedhibitisha leo Jumatatu kwamba umeweka tena vikwazo dhidi ya Iran. Amina Abubakar na taarifa hiyo. Za Umoja wa Mataifa za kupiga marufuku shughuli zinazohusiana na mpango wa nyuklia na makombora ya masafa marefu. Iran pia imewekewa vikwazo vya kifedha vinavyojumuisha kuzuiliwa kwa mali ya benki kuu ya Iran pamoja na marufuku ya kusafiri kwa viongozi kadhaa wa taifa hilo. Vikwazo hivyo vya Umoja wa Ulaya pia vinapiga marufuku ununuzi na usafirishaji wa mafuta ghafi, uzaji na usambazaji dhahabu na vifaa vya meli. Vikwazo vya EU vinafuatia vile vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa hapo jana baada ya mataifa matatu ya Magharibi, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza kuvirejesha zikisema Iran imekiuka makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 ambako nchi hiyo ilipaswa kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Licha ya hatua hizo kuchukuliwa, viongozi wa mataifa ya Magharibi wamesisitiza kuwa bado milango ya mazungumzo ipo wazi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwekewa vikwazo hivyo hakumaanishi mwisho wa diplomasia na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Iran imevikosoa vikali vikwazo hivyo ikisema sio halali. Spika wa bunge la nchi hiyo Mohamed Bagher Khalibaf ameionya Magharibi kwamba hatua iliyochukuliwa itapata majibu makali. Jamhuri ya Iran inachukulia urejeshwaji wa vikwazo hivi kutokuwa halali. Tunatangaza kuwa nchi yoyote itakayochukua hatua dhidi ya Iran ikizingatia vikwazo hivi haramu itapokea majibu makali kutoka kwetu, na nchi tatu za Magharibi zilizochukua hatua hii nazo pia zitashuhudia majibu yetu. Mwisho wa mpango wa miaka 10 kuhusu nyuklia ya Iran uliopitishwa mwaka 2015 na Iran, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Marekani, Urusi na China huenda ukachochea mvutano zaidi katika kanda ya Mashariki ya Kati, miezi kadhaa baada ya Israel na Marekani kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran mwanzoni mwa mwezi Juni. Huku hayo yakiarifiwa, serikali ya Israel imesema inafahamu wapi jamhuri hiyo ya Kiislamu ilipoweka takriban kilo 400 za urani zinazodaiwa kuwa zimerutubishwa karibu kufikia kiwango cha kutengeneza silaha za nyuklia. Awali, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kusimamia masuala ya nyuklia IAEA Rafael Grossi alisema Iran imekataa kufichua mahali urani hizo zilikohifadhiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inajua mahali zilikohifadhiwa na tayari imetoa taarifa za kijasusi kwa Marekani. Asante sana Amina Abubakar katika hatua hiyo ambapo tutakuwa nafuatilia kwa kina taarifa hiyo, tujue ni lipi ambalo litajitokeza baada ya Iran kutoa tamko hilo. Mashambulio ya droni ya usiku kucha yamesababisha vifo vya watu wawili nje ya mji wa Moscow nchini Urusi. Delima Mwazaya na taarifa zaidi. Urusi na ukiukaji wa sheria za usalama unaoingilia anga ya nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Katika mji mkuu wa Poland, Warsaw, waziri huyo wa mambo ya kigeni ameratibiwa kuanza kukutana na wenzake Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na Radoslaw Sikorski wa Poland katika msingi wa ushirikiano wa mataifa yanayounda mkataba wa Weimar. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Andrei Sybiha naye pia anatazamiwa kujiunga na kikao hicho, kwa mujibu wa afisi ya mambo ya kigeni iliyoko Berlin. Mazungumzo haya yatajikita katika juhudi za kuiunga mkono Ukraine na pia atahutubia kikao cha usalama cha mataifa ya Ulaya. Duru zinaeleza kuwa waziri Vadeful wa Ujerumani ametoa wito wa kujizuia
hata baada ya Urusi kuendelea kuvamia eneo la NATO katika mataifa ya Poland na Estonia. Wiki mbili zilizopita, Urusi iliivamia Ukraine kwa droni ambazo ziliingia Poland, ambayo ni nchi mwanachama wa NATO, kitendo kilichokisukuma kikosi cha angani cha Poland na washirika wake kudungua droni hizo kwa mara ya kwanza. Wakati huo Ukraine imewasilisha ombi la mataifa ya Ulaya kuwapa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk ambaye yatanunuliwa kutoka kwa Marekani. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesisitiza kuwa Rais Trump ndiye atakayetoa kauli ya mwisho kwenye suala hilo. Kwa sasa, kama alivyosema rais, tunalithamini hilo. Tunajadili maombi kadhaa kutoka bara la Ulaya. Jambo ninalorejelea ni sera za rais wetu kwa Ukraine na Urusi, na kwamba hilo limewasukuma wadau wa Ulaya kuwajibika zaidi. Kwa hiyo hatugawi hela tu nyingi na silaha. Tunachokifanya ni kuyataka mataifa ya Ulaya kununua pia silaha hizo. Endapo hilo litatimia, Urusi itajikuta katika njia panda. Ifahamike kuwa Marekani imekuwa ikikataa kutimiza ombi hilo la Ukraine la kupata makombora masafa marefu, ila juhudi za upatanishi na kusitisha vita zimeambulia patupo hadi sasa. Na mamlaka nchini Urusi imesema kwenye mashambulio ya droni ya usiku kucha, bibi na mjukuu wake ndio waliouawa katika mji ulioko nje kidogo ya Moscow kwenye shambulio la kuamkia leo. Ukraine na Urusi zimekuwa zikirushiana droni za kulipizana kisasi na kulenga viwanda vya nishati. Kulingana na gavana wa eneo hilo Andrei Vorobyov, droni mbili zilidenguliwa miji iliyoko kusini mashariki mwa mji mkuu wa Moscow. Asante sana Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Haujakosea, unapokea taarifa hii ya Afrika Leo mchana, ambapo tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu katika awamu hii ya ripoti za waandishi wa habari. Serikali ya Tanzania inatuhumiwa na shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch kwa kuzidisha ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya wakosoaji wake, jambo linalozusha wasiwasi ikiwa uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu utakuwa wa huru, wa haki na kuheshimika. Mohamed Khelif na taarifa hiyo. Afrika na Matamsanka Masiko Mpaha, mamlaka nchini Tanzania zinapaswa kuchukua hatua za haraka kulinda heshima ya uchaguzi wa mwezi Oktoba ambayo hadi sasa inaonekana kuwa hatarini. Mtafiti huyo ameongeza, na hapa namnukuu, serikali inapaswa kuacha kuziminya sauti za wakosoaji na badala yake kufanya mageuzi ya maana kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki na wa heshima, mwisho wa kumnukuu. Katika ukusanyaji wa takwimu za ripoti hiyo iliyopewa jina la ukandamizaji mkubwa unatishia uchaguzi, Human Rights Watch inasema ilizungumza na watu 24 baina ya mwezi Julai na Septemba mwaka huu, miongoni mwao wakiwa na harakati wa asasi za kiraia, wanasheria, viongozi wa dini, wasomi, waandishi wa habari na wanachama wa vyama vya upinzani, wakiwemo wahanga 8 wa udhalilishaji kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Mmoja wa viongozi wa dini aliambia shirika hilo kwamba haki za watu kuwa na maoni tofauti na serikali sasa iko hatarini, akitaja matukio yasiyo na maelezo ya watu kutoweka, kutekwa na hata mauaji. Human Rights Watch imesajili angalau matukio 10 ya watu walioshambuliwa, kutekwa na ama kuteswa, huku ikitaja athari za moja kwa moja za udhibiti mkali wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika mkasa tarehe 2 mwezi Mei, watu wasiojulikana walimpiga na kumteka mwanaharakati mashuhuri wa upinzani Mpaluka Nyagali maarufu kama Mdude nyumbani kwake Mbeya, kusini magharibi mwa Tanzania, lakini juhudi za mkewe kuitaka mahakama kuu ingilie kati kumtafuta mumewe zilitupiliwa mbali mnamo tarehe 9 Julai na hadi sasa hafahamiki alipo. Mkasa mwingine uliotajwa kwenye ripoti hiyo ni ule tarehe 16 Juni ambapo watu wenye silaha walimshambulia Japhet Matara anayefahamika kwa kuandika taarifa za kuikosoa serikali mtandaoni, na hata alipokwenda hospitali kwa ajili ya matibabu, watu waliovalia sare za wauguzi walikwenda tena kumvamia na kuendelea kumshambulia. Hadi sasa Matara anazungumza kwa tabu kutokana na kuvunjwa mafizi wa kipigo hicho. Kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29, tume huru ya uchaguzi imemwondosha mgombea wa urais wa upinzani chama cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina, huku wafuasi wa chama kikuu cha upinzani ambacho kimeamua kutoshiriki uchaguzi huo, Chadema, wakiandamwa kila mara jeshi la polisi. Kiongozi wao Tundu Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini na anapigania haki yake mahakamani.
licha ya kuliandikia jeshi la polisi, tume za uchaguzi, mamlaka ya mawasiliano na wizara ya mambo ya kigeni ya Tanzania tangu tarehe 19 Septemba ili kuwasilisha matokeo ya utafiti huo na kupata maoni yao. Shirika la Human Rights Watch linasema halikupokea majibu yoyote hadi ripoti yake hii inachapishwa. Haya, asante sana Mohamed Khelif kwa taarifa hiyo. Takuwa nalifuatilia swala hilo kwa kina, ambapo ni kuelekea uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Umoja wa Ulaya umewapongeza wapiga kura wa Moldova kwa kukipa ushindi mkubwa chama tawala kinachopendelea umoja huo kwenye uchaguzi wa bunge uliofanyika jana katika taifa hilo dogo la mashariki mwa Ulaya. Bakari Ubena na taarifa hiyo. Action and Solidarity ama PAS kimejinyakulia ushindi wa 50.1% huku muungano wa vyama vinavyopendelea kuendeleza mahusiano na Urusi wa Patriotic Electoral Bloc ukiwa na 24.2%. Muungano mwingine ambao pia una mahusiano ya karibu na Urusi umechukua nafasi ya 3 ukifuatiwa na chama cha siasa za Hamasa kinachojulikana kama Our Party kilichoshika nafasi ya 4, huku chama cha mrengo wa kulia cha Democracy at Home kikipata kura za kutosha kuweza kuwa na uwakilishi bungeni. Kiongozi wa chama tawala cha PAS Igor Grosu amewashukuru wapiga kura kwa imani yao kwa chama hicho, ingawa amedai wameshuhudia majaribio kadhaa ya Kremlin kuingilia uchaguzi huo kwenye jamhuri hiyo iliyowahi kuwa sehemu ya muungano wa Kisovieti. Tunamshukuru kila aliyekwenda kituoni na kuitikia wito wetu wa kushiriki kwenye uchaguzi huu. Huu ni uamuzi muhimu kwa Jamhuri ya Moldova. Tuliona majaribio ya kuingilia mchakato wa uchaguzi yaliyofanywa na magenge ya kihalifu yanayoungwa mkono na shirikisho la Urusi, majaribio ya kuchafua hali, vitisho vya mabomu na uchokozi mwingine ndani ya jamhuri yetu na hata nje yake. Kuchaguliwa kwa chama cha PAS kunachukuliwa kama idhini ya wananchi wa Moldova kulitaka taifa hilo kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya na kutoka kwenye ushawishi mkubwa wa Kremlin. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ameandika kupitia ukurasa wa X, na hapa namnukuu: watu wa Moldova wametoa kauli yao na ujumbe wao ni wa sauti ya juu na wawazi. Wamechagua demokrasia, mageuzi na mustakabali wa Ulaya licha ya shinikizo na uingiliaji kati kutoka Urusi. Mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema ni wazi kuwa Moldova imepigia kura Ulaya, demokrasia na uhuru, akiongeza kuwa milango ya umoja huo sasa iko wazi na akiahidi kusimama na taifa hilo daima. Uchaguzi huo wa jana Jumapili uliangaliwa kama uwanja wa mapambano ya siasa za kilimwengu baina ya Urusi kwa upande mmoja na mataifa ya magharibi yanayowakilishwa na Umoja wa Ulaya kwa upande mwingine. Kwa ushindi huu wa kambi inayoelemea Ulaya, inatazamiwa kuwa Rais Maia Sandu aliyekiasisi chama cha PAS mwaka 2016 atamuomba tena Waziri Mkuu Dorin Reshan kuendelea kuunda serikali ijayo na kuendeleza kampeni ya kujiunga rasmi na Umoja wa Ulaya. Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo, na basi hili linanipatia nafasi msikilizaji kufahamisha kwamba tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri, na vile vile station transmitter link itakayotusaidia kuweza kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi moja kwa moja na kurejesha kwenye studio za DW ambapo Babu Abdalla na vile vile Sam pale wanatuelekeza. Bibi yangu aita kaka Kobe. Sasa hivi ni gundi tu. Sasa hii gundi inaitwa Bone 02 na imegunduliwa na timu ya watafiti waliokuwa na madhumuni ya kuachana na mambo kama vile upasuaji katika wakati ambapo watu wanalazimika kuwekewa vyuma na vifaa. Mwelekezi Babu ananiambia kwamba hausikiki, yani ulekee maiki. Kwenye maiki. Sawa.
Kwa hivyo mkuu wa upasuaji wa hospitali huko Hangzhou, Salin Xianfeng, amesema gundi hii inaingizwa kwa kidogo kama kuna changamoto babu, hajasikika kama husikiki kidogo, kuna hitilafu ya mitambo. Lakini basi tutarudi kwa babu Abdallah, pengine nianze kusoma ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia wakati fundi mitambo akiendelea kuangalia tatizo la wapi panamkwamisha babu kuweza kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Nianzie Facebook, namuona Majimoto Malole akiwa kule Kibara Bunda, anasema binafsi sifurahii ukandamizaji unaoendelea, ni vyema kusaka usuluhishi, Tanzania ni ya wote. Goligota Magabe akiwa kule GGM Unit Gate anasema dunia inakabiliwa na changamoto kubwa, uongozi wenye kichwa kigumu unazidisha matatizo. Vipi? Babu Abdallah, sijui vipi? Haya, kama mitambo imerudi sawa babu, umeoga asubuhi. Haya, ndio hivyo, mitambo kidogo inaleta tafrani, lakini niendelee kusoma ujumbe uliotutumia. Dohoi Bundala anasema haki za vyama vya upinzani zimekandamizwa kwa muda, hivyo wengi waamini no reforms no elections. Maneti Magongo Kione akiwa Iringa Uluti anasema hongera Moldova kwa uchaguzi kwa kuchagua mnachokipenda. Alois Sylvester akiwa Samba Sekea Arusha anasema kauli ya Rais Pezeshkian inaonyesha msimamo wa Iran na kuepuka vikwazo na kusisitiza mazungumzo ya haki na ya pande zote. Naona ujumbe wake Abbas Masudi akiwa CCM anasema CCM haifai kuendelea madarakani, inapaswa kuondoka. Daudi Mleo anasema Urusi inaonekana kudhoofika kiuchumi, China pia haiwezi kusaidia kikamilifu, usalama wa kweli uko kwa Marekani na Ulaya. Son anasema Iran iwe makini, misimamo isiyofikiriwa inaweza kuiweka nchi hiyo kwenye mtego. Naendelea kusoma ujumbe wake. Masanja Kuyanja anasema kila laheri wa Tanzania, tujiandae kwa amani na haki kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29. Bashiru Mnalima akiwa Songea anasema Trump na Netanyahu wanashirikiana kisiasa, ukosoaji wa Marekani unaweza kuathiri operesheni ya Israel. Asante sana Saumu Njama. Nazidi kusonga mbele katika hatua msikizaji, kwenye hatua nzuri tu, ambapo wakati huu basi ni matangazo yetu ya mchana. Tunashirikiana na shirika la DW awamu hii ya pili. Tupo mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo unatupokea ukiwa kwa kile ambacho tunasema on the go. Unaenda pale Google na stream, unatupata vizuri sana. Usisite kutuandikia maoni yako. Pia tembelea tovuti yetu cantona-digital.wordpress.com kwa habari zaidi, ambapo namna hiyo nazidi. Ama vile vile kuna link ambayo inaitwa Linktree, ambapo ni ya Radio Fortune Africa. Basi ukienda pale kwenye Linktree yetu utapata pale nafasi nzuri ya kuweza kutufuatilia kwenye matangazo yetu ya mbashara. Haya basi, naambiwa niendelee kusoma ujumbe uliotutumia, na wana ujumbe wake hapa. Arnold Stefano anasema kutochangia uchaguzi kunaonyesha hasira na kukata tamaa ya kuhalalishwa kwa mbinu zisizo za haki. Theodori Tarimo anasema mwaka huu uchaguzi unaonekana kuwa maigizo tu, jambo linalotia huzuni. Bakari Mrahabu anasema Iran isichukue mazungumzo ya Ulaya kama wasi, lazima pawe na uwazi katika maamuzi. Msikilizaji, tutaendelea kusoma ujumbe uliotutumia kwa sasa. Basi muda usiokuwa mrefu utaweza kusikiliza ama kufuatilia mjadala wa spoti. Na upande wa pili tayari Suleiman Mwiru ataongoza mjadala wa spoti. Kwa msikilizaji, endelea kuwa nasi. Babu anaendelea kutengenezewa mitambo. Samahani na kumradhi kutokana na hitilafu hiyo. Asante sana, nazidi kusonga mbele. Basi msikilizaji, ndio hali wakati mwingine mitambo inazaleta tafrani, lakini tunazidi kusonga mbele kwenye hatua hii, ambapo upande wa pili huu katika unasaji wa taarifa yetu, mambo yetu yako vizuri, nazidi kuenda mbele, ambapo sasa hivi tunaelekea katika hatua ya kuletea Kiziba Mkonga.
Kiziba mkonga cha sasa ni kwa wale ambao wanajiita single parent, awe ni wa kiume ama wa kike. Sasa hivi leo nazungumzia single parent ambaye ni wa kike, yani wanajiita single mother. Hawezi kuwa single mother, yeye ni single parent. Una mtoto au watoto na una date na jamaa fulani ambaye sio baba yao. Sikiliza, don't be selfish. Huyo mwanaume haji tu kwenye maungo yako, bali anakuja kwenye moyo wa mwanao au wanao. Kuwa makini, usije kuwaletea watoto wako trauma ili kwa sababu tu wewe umempenda jamaa na umekosana na baba yao au watoto. Watch out. Watoto watakapogundua ulichokificha nyuma ya pasia, ndio trauma hiyo. Madhara ni makubwa kuliko utamu wako. Kwa wale ambao ni wazazi ambao wanajiita single parent, sana sana wa kike ambao wanajiita single mother, una watoto, una mtoto na una date jamaa fulani ambaye sio baba yao wa kuwazaa. Sikiliza, don't be selfish. Hao wanao watapokea machungu kwa sababu wewe unataka utamu. Don't be selfish. Huyo mwanaume haji tu kwenye maungo yako, bali anakuja kwenye moyo wa wanao pia. Kuwa makini, usije kuwaletea watoto au mtoto wako trauma eti kwa sababu tu wewe umempenda jamaa. Kuwa makini sana. Wanasema kwamba kwa kizungu watch out. Madhara ni makubwa kuliko utamu wako wa dakika 3. Na hicho ndicho Kiziba mkonga cha sasa.